Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo sisi binadamu tumezungukwa na matatizo aina mbalimbali katika maisha yetu. Kila mmoja ana mtihani wake katika maisha yake. Huyu ana mtihani wa afya, yule ana mtihani katika familia yake, yule mwingine ana mtihani hakupewa watoto katika maisha yake, mwingine ana mtihani katika masomo yake. Kila mmoja amepewa mtihani wake katika wakati wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba hii dunia kuwa ni sehemu ya mitihani katika maisha yetu, na Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumza hayo ndani ya Qur'ani aliposema alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ameumba khalaqa al-mauta wal hayata, umauti na uhai, liyabluwakum, ili akujaribuni katika maisha yenu. Na huku kujaribiwa si kule kwa kuchagua, bali Allah subhanahu wa ta'ala analeta mitihani kadri ya vile atakavyopenda yeye kuyajalia hayo mitihani katika maisha yetu. Hivyo kila mmoja ana mtihani wake katika haya maisha. Lakini je, nikikueleza ya kwamba haya mitihani ambayo inatuzunguka katika maisha yetu na haya matatizo ambayo yanatuzunguka katika maisha yetu na shida mbalimbali na haja mbalimbali tulizokuwa tunazo katika maisha yetu, ikiwa hayo yote yanaweza kuondoka na tukaweza kupata kile ambacho tunachokihitaji katika maisha yetu, je, hiyo njia ambayo nitakueleza sasa hivi utaweza kuifanya katika maisha yako? Naelewa kwamba wengi wetu tunasema ndiyo tunaweza, na hiyo sio njia nyingine isipokuwa kurudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, kuomba dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza katika sehemu nyingi ndani ya Qur'an ya kwamba tumuombe yeye, kwani hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio ana uwezo juu ya kila kitu. Ibrahimu alayhi salam alipokuwa amezungumziwa ndani ya Qur'an, Allah anasema Ibrahimu alikuwa akizungumza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema ya Rabbi, hakika mimi nikiwa naumwa, fayashfin, unanipatia afya katika maisha yangu, unanipa shifa, unanipa ponyo katika maisha yangu. Subhanallah, unapokuwa na matatizo aina mbalimbali, kimbilio lako la kwanza linahitajika urudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hayo tumeyaona katika sehemu mbalimbali, wakati ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiishi katika maisha yake. Pindi ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anapopatwa na haja ya aina yoyote, anapokuwa anataka kufanya jambo lolote katika maisha yake, lakini pia anapotaka kuombea umma wake, basi hurudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani anaelewa kwamba mafanikio ya binadamu hapa duniani na kesho akhira hayapo isipokuwa ndani ya nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza ndani ya Qur'an, anasema wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema na Mola wenu mlezi anasema, niombeni nitakuitikieni, kwa hakika wale ambao wanajivuna na kuniabudia mimi, yani kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, wataingia jahannam wadhalilike. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya aya hii kazungumza mambo makubwa ambayo tunapaswa kuelewa pindi ambapo tunapokuwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, Allah anamueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qala rabbukum ud'uni, na Mola wenu mlezi anasema, kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia ni moja kwa moja nyie waja wake, anakuambia ni nini? Ud'uni astajib lakum, niombeni mimi nitakuitikieni. Ud'uni, hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Niombeni, Allah anatuamrisha tumuombe, kwani kila tunapokuwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu, basi bila shaka huwa Allah subhanahu wa ta'ala anafurahi mno. Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atatupatia yale ambayo yalikuwa bora katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhira. Allah anatueleza sisi na kutuamrisha sisi, niombeni mimi. Msikimbie kwa viumbe vingine, msikimbie kwa vile ambavyo vilivyokuwa havina nguvu katika maisha yenu, bali kimbieni kwa yule ambaye mwenye nguvu, aliumba kila kitu katika huu ulimwengu, yule ambaye mwenye uwezo wa kuondosha matatizo yenu, yule ambaye mwenye uwezo wa kuleta mafanikio aina mbalimbali katika maisha yenu. Leo unamkuta huyu mwanadamu anapopatwa na shida, hata ikiwa ni ndogo katika maisha yake, mtu wa kwanza wa kumfikiria katika maisha yake, ama fikra ya kwanza itakayokuja katika kichwa chake ni kwamba niende kwa nani ama nikimbie kwa nani ili hili swala langu liweze kusolviwa katika maisha yake, ama liweze kupatiwa suluhisho kwenye maisha yake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema ud'uni, niombeni mimi kwanza, kwa maana ya kwamba unapokuwa unapata changamoto za aina mbalimbali katika maisha yako, unapopata matatizo ya aina mbalimbali katika maisha yako, sehemu ya kwanza pa kukimbilia
ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anatuamrisha, kwa maana ya kwamba kufanya huko ni kule kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, niombeni mimi na nitakuitikieni, kwa maana nitakujibuni. Isije kakupitikia katika kichwa chako ya kwamba unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala labda Allah hakusikii, labda Allah hatakujibu. Kuna wengine wanasema nishamuomba sana Allah lakini sijaona mabadiliko yoyote katika maisha yako. La, Allah anakusikia na Allah anakujibu, lakini si hivyo vile ambavyo unavyotarajia wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaelekeza masahaba radhiallahu anhu na kuwaeleza ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala humjibu mja wake dua ambazo anazoziomba katika njia tofauti, na akaeleza njia ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala atampatia kile anachokihitajia mja wake, kwa maana ya kwamba ya Rabbi, naomba unijalie hichi. Allah anakupa hicho ambacho unachokiomba katika maisha yako, ama anakupa kile ambacho kilichokuwa bora, lakini katika laini hiyo hiyo ulioomba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili, ama kitu cha pili ambacho Allah huwa anakifanya, kwamba ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi nijalie jambo fulani, na badala yake Allah subhanahu wa ta'ala asikujalie hilo jambo, bali akakuletea jambo jingine katika maisha yako, kwa maana ya kwamba amekulinda na shari ya jambo fulani, na baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia jambo lingine kwa hikma yake, ambalo analiona hili jambo litakuwa na faida katika maisha yako hapa duniani na kesho akhera. Lakini njia ya tatu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huitumia katika kumjibu huyu mja wake ambaye anaomba dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa hakumjibu yule mja wake hapa duniani, katika maisha yake hapa duniani, akaiwacha ile dua na kuireserve mpaka kesho akhera, kwa maana ya kwamba atakapokuja kesho akhera huyu mja wake, basi ndipo ambapo atakapompa majibu ya hiyo dua yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laiti huyu mja angejua ujira ambao atakaopata kesho akhera kutokana na dua ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hakumjibu hapa duniani, basi angelitamani kesho akhera itakapofika, angelitamani ya kwamba dua zake zote zisingejibiwa, bali zingejibiwa kesho akhera na kupata ujira uliokuwa mkubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo usije ukadhani kwamba Allah hakujibu dua zako. Allah anazijibu dua zako, lakini katika hali tofauti. Hali zingine tunazifahamu na zingine hatuzifahamu. Allah anamsikia kila anamuomba katika huu ulimwengu. Huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala si mwenye khiana. Allah anapenda mazuri yatokee katika maisha yetu, anapenda tufanikiwe katika maisha yetu. Hivyo asije shetani kuja kukudanganya katika maisha yako ya kwamba umeshaomba sana lakini hamna kilichobadilika katika maisha yako. Hivyo usiendelee kuomba mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kule kukata uhusiano wako na Allah subhanahu wa ta'ala, kutoendelea kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, utamwathiri huyu mwanadamu kulipokuwa kukubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba kutaanza kuifanya imani yako wewe mwanadamu mbele ya Allah kuanza kupungua. Utaanza kuondosha imani yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kukufanya wewe uanze kutegemea viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, na kukuingizia fikra ya kwamba wewe humhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anatuhitajia sisi tuwe makini juu ya jambo hili. Kama kuna jambo ambalo tunahitajika sisi kulifanya kadiri ya uwezo ambao tutakokuwa nao katika maisha yetu, basi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kadiri tunapopata nafasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ukiangalia ibada mbalimbali tunazozifanya katika maisha yetu, ibada zote zina dua zina mbalimbali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, ud'uni astajib lakum, niombeni na kuamrisheni waja wangu mniombe mimi. Hiyo ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kwa kule kuomba dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala unatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo unakuwa kuna ujira uliokuwa mkubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Astajib lakum, Allah subhanahu wa ta'ala anasema nitakuitikieni. Hii ni promise, ni ahadi kutoka kwa Allah subhanallah. Kwa hiyo ukidhani ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala labda hatakujibu, Allah subhanahu wa ta'ala labda huenda akafanya hivi, huenda la, usio na shaka mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Astajib lakum, Allah subhanahu wa ta'ala atakujibu. Naondosha shaka katika maisha yako. Allah anakusikia na atakujibu. Hicho kilio unachokuwa nacho, hizo huzuni ulizokuwa nazo, ukazitumia katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, elewa Allah anakusikia, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwenye uwezo juu ya kila kitu. Ataondosha huzuni yako, ataondosha kilio chako, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuvua katika majanga aina mbalimbali, katika mitihani aina mbalimbali, na Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia kwa miongoni mwa wale ambao watakaopata rehema zake, baraka zake, maghfira yake hapa duniani
na kesho akhira, na utakuwa miongoni mwa wale watakaofanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu unajiegemeza kwa yule ambaye mwenye uwezo juu ya kila kitu. Lakini kuna jambo nyingine Allah amelizungumza katika hii aya. Anasema nini? Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Allah anazungumza wale watu ambao wanastikbari, yani yastakbiruna an ibadati, watu wenye kujivuna katika maisha yao, wale wenye kujidhani ya kwamba wao ni self sufficient, wao wanajitosheleza wao wenyewe, hawamuhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema wale wenye kujivuna katika kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa angalia, Allah amesema wenye kujivuna katika kumwabudia Allah, kwa maana ya kwamba kule kumuomba Allah ni ibada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye atakayejivuna na hamuombi Allah subhanahu wa ta'ala, akadhani ya kwamba yeye anajitosheleza katika kila kitu, na shetani akakubali udanganyifu wa shetani katika maisha yake, ya kwamba wewe unajitosheleza, usio na wasiwasi. Siku nyingine Allah amemjalia utajiri, akamjalia labda mambo aina mbalimbali ambayo yanamfanya yeye kuwa na uwezo wa kufanya vitu vya aina mbalimbali kwenye maisha yake, akaona ya kwamba labda hamuhitaji Allah katika maisha yake, na akaingia katika huo mtego wa shetani kwenye maisha yake. Yule ambaye mwenye kujivuna na hataki kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anazungumza, anasema sayadkhuluna jahannama dakhirin, basi huyo bila shaka ataingizwa katika jahannam hali ya kwamba amedhalilika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu binadamu atakuja kesho akhira, mbali na uwezo aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, tuseme amepewa mali zilizokuwa nyingi, amepewa majeshi yaliokuwa mengi, amepewa kila kitu katika maisha yake hapa duniani, lakini kesho akhira atakuja hali ya kwamba hamna lolote ambalo atakuwa nalo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ataingizwa katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kibri anachokuwa nacho, kutokana na kule kujivuna katika maisha yake na kutomwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tamuingiza katika jahannam, katika moto wa jahannam, hali ya kwamba amedhalilika, hana lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tusije tukadanganyika na haya Allah alotujalia katika maisha yetu. Tusidhani ya kwamba sisi ni wamiliki wa hivi ambavyo Allah alivyotupa katika maisha yetu. Mmiliki ni mmoja tu, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio ambaye anemiliki kila kitu, yeye ndio ambaye anompa mja kila kitu alichokuwa nacho katika maisha yake, kama alivyokujalia wewe watoto na kutowajalia wengine watoto, kama alivyokujalia wewe mali na kutowapa wengine mali, bali akawapa vitu vingine katika maisha yako. Huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo yote kukuja nayo katika ulimwengu, bali umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, umeyakuta katika ulimwengu, na siku utakayoondoka utaondoka navyo. Utaondoka kama vile ulivyokuja katika ulimwengu. Ulikuja hali ya kwamba huna tanguo, na utaondoka hali ya kwamba hauna chochote. Utavalishwa tu kitambaa kimoja na utaingizwa katika kaburi lako. Hutobeba lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa amali zako ndizo ambazo utakazoelekea nazo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tusipatwe na kibri, tusiye tukajivuna mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitu ambavyo Allah anavyotupa katika maisha yetu. Wallahi, hilo jambo linamchukiza mno Allah subhanahu wa ta'ala na litamkasirisha mno. Allah amekupa mali na kila kitu katika maisha, na unakitumia hicho alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala, eti unajiona wewe ya kwamba wewe una uwezo juu ya kila kitu na yule aliyokupa hana chochote. Subhanallah, unakosea kulipokuwa kukubwa kabisa. Turudi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, tuondoshe kibri lilochokuwa tunacho, tusafishe mioyo yetu na haya majivuno yaliokuwa ndani, tuondoshe katika vichwa vyetu huu udanganyifu anotupa shetani katika maisha yetu, na turudi kwa yule aliyeumba kila kitu, na tumrudie Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kwamba ni wanyenyekevu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atatujalia mafanikio yaliokuwa makubwa hapa duniani na kesho akhera. Na muombe Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze katika njia iliyonyoka, na tujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wenye kumuomba yeye, wenye kurudi kwake, na wenye kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.